Ujambo mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Nikitumai kwamba weekend yako ilikuwa ni ya baraka. Hiyo jana uliweza na kufika kanisani na ukaweza kubarikiwa. Siku ya leo, asubuhi ya leo, tunamshukuru Mwenyezi Mungu maana amekuwa mwaminifu kwetu. Usiku wote akaweza na kutulinda, na asubuhi ya leo akaweza na kutubariki, na siku mpya akaweza na kutubariki pia na uhai katika uso wa dunia. Hivyo tunduwa na kukumbusha kwamba sio kawaida, bali tunafaa na kumshukuru kila wakati maana ametubeba, amekuwa pamoja nasi, baraka ni nyingi ambazo ameweza na kutubariki nazo. Mimi hapa ni Pastor Lucy Michael nikikukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka asubuhi ya leo, na pia uweze kuandamana pamoja nasi kila asubuhi kila siku hii wiki yote, ambapo tutakuwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu anajulikana kama Pastor Zacchaeus Kaesa kutoka kanisa la ABC Konza City Mukaha Pastorate. Nikitumai kwamba atakuwa ni wa baraka kwetu, na pia wewe mtazamaji wangu utakuwa ni wa baraka kwetu. Karibu sana, tuzidi na kubarikiwa pamoja kwa siku ya leo. Hujambo mtazamaji wangu, karibu katika kwenye kipindi hiki cha Manyunyu ya Baraka. Tutapata somo la kutuongoza katika kitabu cha Isaya nabii. Sura yake ni ya 9 aya ya 2 hadi ya 6. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu. Wale walio katika inji ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Umeliongeza taifa, umezindisha furaha yao. Wanafurahi mbele zako kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu waliofurahi hivyo wangawanywapo nyara. Kwa maana umeivunja nira ya mzigo wake, na gongo la bega lake, na fimbo yake yeye aliyemuonea, kama katika siku ya Kimidiani. Maana silaha zote za mtu mwenye silaha wakati wa mshindo, na mavazi yaliyofigirishwa katika damu yatakuwa tayari kutengenezwa, yatakuwa kuni za kutiwa motoni. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, amepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kiufalme utakuwa mabegani mwake. Naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Na tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu Kristo, tunakaribia mbele zako kwa ajili ya neno lako takatifu. Tunaomba kapate kutusaidia. Mbarikie yule msikilizaji na mtazamaji, Mungu wetu, na uzidi kuwa pamoja nasi. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba. Amen. Mungu alimtuma Yesu awe nuru kwa wote wakao katika giza. Yesu ni nuru ya ajabu. Yesu alizaliwa kuleta nuru ya kipekee ulimwenguni kote. Ni yeye nuru ya kweli inayostahili. Naposoma tunaona ya kwamba kila mmoja anayekaa katika giza na nuru, tunaona ya kwamba akimwelekea Kristo atakaa katika nuru ya ajabu. Na Yesu mwenyewe ndiye lile nuru. Tukisoma pia utaweza kuona ya kwamba yeyote anayekuja kwake hakuna giza tena. Hakuna giza, sasa ni nuru, kwa sababu Yesu sasa anautawala moyo wako. Tukitazama tunaweza kuona ya kwamba pia nuru yake itaangaza milele. Haitakuwa ni nuru ya muda, mtazamaji wangu, ni nuru ya milele. Na Yesu mwenyewe ndiye lile nuru. Mshauri wa ajabu, kuna maneno ama jina yale ambayo yamepeanwa. Naweza kuona ya kwamba anaitwa mshauri wa ajabu. Huyu mshauri wa ajabu, mshauri ni mtu wa maana sana, kama vile unavyojua mtoto anavyokuwa ili akue vizuri, anashauriwa na baba yake au mama yake, ili kiasi ya kwamba akikua azidi kukua akiwa ni mtu mwema,
ama mtu ambaye anaweza kuwa ni mtu wa maana. Ndivyo ilivyo kwake yeye. Anakushauri huyo Yesu ili usienende na njia potovu, njia ambazo ni za kupotosha, mtazamaji wangu. Hivyo basi ukiwa katika hali ya kukaa ndani yake, njia unayopaswa kuiendea, hivyo basi itakuwa ni njia ambayo ni ya kweli. Yesu anakushauri ili usipotee na kufuata njia za shetani ambazo ni potovu. Je, wewe unafuata mwenyewe kama binadamu? Wewe unafuata njia za haki na kweli? Fuata neno la Mungu ambalo ndilo litakujenga. Ukilisoma na kulipenda na kuliweka moyoni mwako, sasa utakuwa mtu ambaye anaenenda katika nuru, mtazamaji wangu. Ufalme ama usifuate mashauri ambao katika maisha ama hayatakusaidia. Watu wengi wanawapa watu mashauri ambayo si ya kuwaelekeza. Na ndipo sababu huu ushauri wa Kristo ni msingi bora, ama ndiye yeye anayeelekeza mtu katika njia ya kweli. Mtazamaji wangu, tunaona ya kwamba ukishauriwa vizuri na ukimfuata Kristo vizuri na uangalie njia zake na uzifuate, basi utakuwa mtu wa maana na utakuwa ukielekeza huyo mtu ama ukielekea katika mapenzi yaliyo ya kweli na yaliyo ya kiungu. Utawala wa haki na amani uko mabegani mwake, kama jinsi tumesoma. Utawala wa haki. Yesu alizaliwa kuwa mtawala. Kuna watawala wa aina nyingi. Kuna watawala wa kitaifa ambao wanatawala na kuongoza taifa ama mataifa mbalimbali. Kila taifa lina kiongozi. Yesu alizaliwa ili awe kiongozi au mtawala wa haki. Yeye kwake hakuna mabadiliko. Yeye kwake hakuna kwenda kando. Yeye kwake hakuna rushwa wala hongo wala vitina. Yeye ni wa haki na ni wa kweli. Mtazamaji wangu, tunajua ya kwamba utawala huu wa Yesu Kristo haugandamizi watu. Utawala huu sio wa bunduki. Utawala huu sio wa pingu, lakini ni utawala wa amani, haki na kweli. Ndiye Kristo mwenyewe. Yeye ni wa haki na ni mwaminifu na wa kweli. Yeye ni wa haki na ni mwaminifu na ni wa kweli. Yeye ni wa haki, amani yake inafaa. Kwa hivyo tunaweza kusema ya kwamba kwa amani na utendee watu wote wema. Kwa amani, kutendea watu yaliyo sawa, kutendea mtu mwingine vizuri, kumshauri ushauri unaofaa na kufuata njia zinazopendeza. Naweza kuona ya kwamba huyu Yesu pia, akiwa yeye ni nuru ya ajabu, na yeye pia ni mshauri wa ajabu, na yeye pia tunaona ni mtawala. Mambo hayo ni mambo ya muhimu. Tukimfuata Kristo na kumzingatia, ndipo maana alizaliwa akaja ulimwenguni huu ili upate kuwa huru, ili upate kufunguliwa. Naweza kuona ya kwamba kama ni mateka wamefunguliwa, kama ni waliofungwa wamefunguliwa kwa ajili ya jina la Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wangu, unapotembea, unapokaa, unapofanya kazi zako, elewa ya kwamba utawala uliopo ukikuongoza ni utawala wa Kristo, utawala wa amani, utawala usiopotosha. Hivyo basi, tunajua ya kwamba ukitaka kufuata njia ya kweli, mpaka umtazame huyo Kristo, mpaka umfuate Kristo na njia zake na utawala wake usio ambao hauna mwisho. Utawala wa dunia unaweza kuwa na mwisho, lakini ufalme wa mbinguni, utawala wa Kristo, utakuwa ni wa milele na milele. Hivyo basi mtazamaji wangu, ukikaa pale ukiwa na matumaini makuu, ukikaa pale ukiwa katika utawala huo, ukikaa pale katika nuru, bila shaka matendo ya haki yatakufuata. Tutaweza kuona ya kwamba unaposoma ama unapoendelea, tunajua ya kwamba wewe unaongozwa na Roho, kwa sababu mpaka matendo yako yadhihirishe jinsi wewe mwenyewe ulivyo. Mtazamaji wangu, ni jambo la furaha na busara kuwatendea wengine mema.
Ni jambo la furaha na la busara kuwa kielelezo kwa wengine, kama vile Kristo alitoka mbinguni akaja kuzaliwa ulimwenguni huu, na alipozaliwa awe mwanadamu apate kupitia yale mambo ambayo watu tunayapitia tukiwa katika ulimwengu huu. Hivyo basi, ili ushindi ukaweza kupatikana kupitia kuzaliwa kwake. Huu nabii ulipotolewa wakati wa Isaya ya kwamba atazaliwa, tunaweza kuona na kuelewa ya kwamba hakika tunatazama tu ati kushuhudia Yesu amezaliwa. Yesu hata wakati wa uumbaji aliweza kuwepo katika ulimwengu. Yeye katika kuweka mipanga na mipaka na misingi ya dunia alikuwepo pamoja na Mungu Baba katika utatu wa Mungu. Tunaelewa ya kwamba ile kazi Yesu ameifanya hakuna mwingine ulimwenguni ambaye anaweza kufanya. Je, wewe una mtazamo gani? Wewe mtazamaji, wewe una mwelekeo gani? Unakubali utawala wa Kristo uendelee na kuongoza? Unakubali nuru ya Kristo iendelee na kuangaza ndani yako na katika maisha yako? Tumtafakari yeye tu wa pekee, kwa sababu ni yeye mwanzo na mwisho, na akiwa tumaini letu, na akiwa kiongozi wetu, akiwa mtawala wetu, hakuna chochote tutakachokosa. Kama ni uponyaji utaupata kupitia Yesu. Kama ni shida mbalimbali, anaweza kuzitatua shida ambazo uko nazo. Tunaweza kuona ya kwamba katika hali hiyo Ukristo ama utawala wa Kristo ndio unayopendeza zaidi. Hatusemi ya kwamba utawala ule mwingine ni mbaya, lakini utawala wa Kristo ndio nao kuwa zaidi bora kuliko tawala zile zingine zote. Hivyo basi, yeye kwa sababu ni mfalme, ufalme wake ni wa amani. Ufalme wake si wa vita. Ufalme wake si wa mapigano. Ufalme wake si wa kupimana nguvu wala kushindana, lakini ni ufalme ulio na nguvu za Mungu mwenyewe, na ufalme ambao ni wa milele na milele. Ndugu yangu, dada yangu, mtazamaji na msikilizaji wangu, hakuna lililo la maana kama kumuishia Kristo ambaye ni nuru ya ulimwengu, ambaye sasa katika mataifa yote ni yeye muweza wa yote. Hakuna mwingine kama yeye. Mungu akubariki na ushinde pamoja naye, akaweze kukusaidia katika shughuli zote. Na tuombe. Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, jina lako litukuzwe kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu katika maisha yetu. Hivyo basi tunaomba ukapate kumbarikia mtazamaji na uzidi kuwa pamoja naye. Mahitaji yako unayafahamu, unayaelewa na unampenda. Na ujue ya kwamba wewe ni muweza wa yote. Baba, msaidie na ukamtie nguvu. Mungu anaposafiri ama anapofanya kazi, uzidi kuwa pamoja naye. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tumeomba. Amen. Mungu alimtuma Yesu awe nuru kwa wote. Yaani kwa ulimwengu wote, kwa dunia yote, kwa wale ambao waliokuwa kwa giza. Yesu aliweza na kutumwa, akaweza na kuzaliwa kupitia kwa Bikira Mariamu ili akaweze kuwa giza. Yaani akaweze kuwa ni yule ambaye atatoa ile giza, maana yeye ni mwanga, yeye ni mwangaza. Maana aliweza na kuitwa, yani mshauri wa ajabu, akaweza na kuitwa Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mfalme wa amani. Yesu ni mwenye amani. Wakati ambapo unampokea, unamkumbali, maana umeweza na kumkumbali mfalme wa amani, unakuwa na amani katika kila hali. Aliwe ni ya changamoto, aliwe ni ile ya furaha, yani katika hali zozote zile, amani inakuwa juu yako. Amani inakutawala, maana unatembea pamoja na yule ambaye alitumwa ili kutoa giza, maana yeye ni nuru ya ulimwengu. Utatembea ukiwa katika nuru, utakuwa unaona mchana mchana na usiku, utatembea na amani, utalala na amani, mambo yako utayatekeleza ukiwa na amani, maana uliweza na kumkumbali yule ambaye ni mfalme wa amani. Mwenyezi Mungu na tusaidie ili tukaweze na kujua kwamba kuna haja ya kumkumbali huyu mfalme
wa amani aliyetumwa ili kutuangiza na kuleta mwangaza katika ulimwengu wote. Ninakutakia siku njema, siku ya baraka. Mwenyezi Mungu na atembee pamoja nawe. Tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.